Mheshimiwa Othman Almas Maige. Mheshimiwa Stella Simon Fiao wajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana mimi kuniruhusu nichangie hotuba hii ya bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu inayohusu mwelekeo wa bajeti, makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka huu 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipongeze. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na mawaziri wale wawili, makatibu wakuu na watendaji wote wa wizara hizi mbili ambazo kamati yangu ya ustawi na maendeleo ya jamii unasimamia. Wamefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi hii ya kuandaa hotuba ambayo imekusanya mambo yote kwa jumla, anastahili pongezi kubwa yeye na watendaji wake wote. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ameisoma yeye kwa masaa mawili karibu. Lakini sisi wabunge tunachangia tu kwa muda mfupi, dakika 10-15. Na mimi nimechagua mambo machache ambayo nitayachangia ambayo nafikiri kwamba ilikuwa muhimu katika hotuba hii. La kwanza ni mfuko wa maendeleo ya vijana, lakini la pili programu ya kukuza ujuzi, na la tatu miradi iliyopo jimboni kwangu, lakini pia mifuko mifuko ya hifadhi ya jamii ambayo inatunza na kulipa pensheni za wafanyakazi waliostaafu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu mfuko wa maendeleo ya vijana, kila mwaka serikali inapanga bajeti ya shilingi bilioni 1 kwa muda wa miaka 5, lakini hela hizo hazitoki. Kwa muda wa miaka 5 wote imetoka bilioni 1 tu. Na nini matokeo yake? Serikali ilipanga kusomesha vijana 42,000 kwa mwaka, lakini nafasi zimepungua. Sasa wamefikia vijana 10,000 na bado inapungua. Hili inatuletea tatizo kwa sababu serikali ina wazo zuri, sera nzuri ya kuwafundisha vijana ujuzi ili waweze kujitegemea. Lakini bahati mbaya sana hela hizo hazitoki, na tunashauri serikali izitoe hizo hela. Na mimi na hakika Mama Samia Suluhu Hassan, daktari huyu mwenye upendo, utu na ulezi, anatusikia. Kwa kweli tuna imani kwamba hela zitapatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili ambalo nitaka kuongelea ni kuhusu programu ya ujuzi kwa vijana wapya wanaotoka mashuleni, lakini ujuzi kwa wafanyakazi walioko makazini. Na sosi au chanzo cha fedha hii ni makato ya tozo ya 3.5 wanaolipa waajiri kwa wafanyakazi wao wote wanaomaliza wanaosoma, wanaofuzu katika kazi zao, wanataka wakasome, lakini vile vile wanapeleka hizi hela hazina. Sasa hela hizi kifika hazina hazitoki pia. Na mifano mizuri miwili hapa. Mwaka wa 2022 na 23 serikali ilikusanya mfuko mzima huu wa tozo. Tulikubaliana na serikali kwamba serikali itatoa thuluthi 2 iende kwa ajili ya mafunzo. Thuluthi moja kwa ajili ya mafunzo haya ya ujuzi. Kwa mfano mwaka 2022-2023 serikali ilikusanya ile thuluthi moja sawa na bilioni 124.7, lakini walipeleka bilioni 9 tu kwa ajili ya mafunzo haya. Na mwaka 2023-2024 serikali ilikusanya tozo hiyo thuluthi moja yake bilioni 119.6, lakini walipeleka kwa mfuko huu wa mafunzo ya ujuzi bilioni 9. Matokeo yake yamekuwa hao niliyosema kwamba wanafunzi baada ya kusomesha wanafunzi 47 tumefundisha wanafunzi 8,000 tu kwa mwaka uliopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu utendaji wa kazi ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, hakuna mtu anayeuliza kwamba mama amefanya kazi kubwa na anastahili pongezi. Tungejuaje kwamba tatizo la umeme lingeisha nchini bila kumalizia bwawa la Mwalimu Nyerere? Tungejuaje kwamba madaraja yangejengwa? Tungejuaje kwamba angeweza kujenga mashule, angeweza kujenga SGR na kadhalika? Lakini mimi kwa sababu natoka jimbo la Tabora Kaskazini, ni bora nikatoa mfano mzuri wa jimbo la Tabora Kaskazini tena kwa kisekta. Nianze sekta ya afya. Tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya, tumejengewa hospitali ya wilaya.
Tulikuwa hatuna vituo vya afya, tumejengewa 3. Tulikuwa hatuna zahanati katika baadhi ya kata, tumejengewa zahanati 8 mpya. Lakini pia sekta ya maji, visima na mitandao ya maji vijijini, lakini tunapata maji ya Ziwa Victoria. Katika vijiji vyangu 98, vijiji sasa 60 vinapata maji ya Ziwa Victoria. Tunafungua maji ya Ziwa Victoria chini ya miti. Ni huyu Mama Samia Suluhu Hassan peke yake. Hakuna mtu ambaye angefanya mambo makubwa namna tukaona. Tunasema alama hizi katika jimbo langu haziwezi kufutika. Tutamkumbuka, na ninasema kila siku sisi tunamwona Mama Samia kwa kuona vitu alivyotuwekea, alama alizoziweka. Lakini sekta ya elimu, tumejengewa shule ya sekondari 3. Tumejengewa shule za kidato cha 5 na 6 3. Lakini pia tumejengewa madarasa mengi sana. Tumejengewa chuo cha VETA, na hiki chuo cha VETA ni muhimu sana. Ilikuwa zamani mimi jimbo langu la vijijini, ukiharibikiwa gari vijijini upige simu mjini, aje fundi umlipe na aondoke na hela na umaskini ubakie vijijini. Baada ya kujenga chuo cha VETA wametokea mafundi wa umeme, mafundi wa magari, mafundi wa kujenga. Kwa sasa hivi hela inazunguka. Hili ni wazo kubwa la Mama Samia. Hili lazima tumpongeze sana. Ule uchumi unazunguka kule vijijini sasa. Hata ukinunua television sio lazima aje kufungia mtu kutoka mjini na kufungia mtu kutoka kijijini, na anapata hela za kuposa pale pale kijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya nishati, vijiji vyangu 98 vyote vina umeme, na vitongoji tumepata vile 15, na sasa hivi tumepata vitongoji 86 vya umeme vitakavyoweka umeme. Hili sio jambo dogo la kupuuzia, kupongeza. Na achie shukuru kwa dogo hata kubwa ashukuru. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Kuhusu utawala bora, tumeingia madarakani, wilaya ya Uyui haina majengo yake. Tumejipacha kwenye majengo ya DC kama madarasa. Leo tumepewa majengo mazuri, tumejengewa majengo mazuri na ukumbi mzuri wa kisasa. Unafungua milango kama wabunge, ukisogea mlango unafunguka. Na Wanyamwezi tulizubaa kwanza tukashangaa, lakini sasa tushangai tena kama bungeni hapo, ukisogea mlango kijijini. Na makao makuu ya wilaya na halmashauri yangu yako Isikiza pale kijijini kabisa. Mheshimiwa, pia tunajengewa mahakama kama utawala bora. Lakini kuhusu kilimo, sisi tunalima tumbaku Tabora, na tumbaku ilikuwa na hali mbaya, haijapata kutokea. Mimi waliniita mzee wa matumbaku hapa kama mnakumbuka. Nilikuwa nadai serikali inunue tumbaku iliyobakia kule, hawataki kununua. Leo tumbaku inagombaniwa. Tumbaku serikali imetafuta wanunuzi wa tumbaku kwa masoko ya tumbaku, na leo tumbaku inanunuliwa na mpaka inayobakia wanagombania wanunuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninazo changamoto 2-3 katika jimbo langu, na ambazo bahati nzuri sana na maelezo yake ninayo. Kwa mfano, kumalizia kituo cha Benjamin Mkapa katika kijiji cha Migungumaro, kata ya Usagali. Hizi ilikuwa ahadi za Mheshimiwa Benjamin Mkapa marehemu, lakini pia ilikuwa ahadi ya Mheshimiwa Magufuli, na ipo ahadi ya Mama Samia Suluhu Hassan. Leo nimeongea Tunaisaidia Sokororo, Mheshimiwa ya TAMISEMI kwamba hela zipo. Tunaendelea na Mheshimiwa Venant. Tulikuwa na vijiji 12 ambavyo vimepata. Basi wananchi wangu wa kata ya Usagali na kata za karibu pale watapata kituo cha afya ambacho kilikuwa ni ahadi ya viongozi. Lakini pia na jambo dogo la gari la wagonjwa. Jimbo la Tabora Kaskazini au wilaya ya Uyui ina majimbo mawili, jimbo la Igalula na jimbo la Tabora Kaskazini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tulipewa ambulance, kila mbunge apeleke anakotaka ambulance hiyo. Hiyo ambulance nilikuwa nimeipanga kuipeleka katika kituo cha afya cha Upuge, lakini busara, hospitali ya wilaya ambayo imejengwa jimboni kwangu haina ambulance. Kwa hiyo nikapeleka ile ambulance ya Upuge nikaipeleka wilayani. Upuge wanatembea kwa miguu, wanawabeba wanawake wenye mimba kwenye machera, hawawezi kupaka kwenye bodaboda. Leo nilikuwa na waziri wa afya, na naomba nijivunie hapa, ameniahidi kwamba zile ambulance ambazo zinataka kutoka bandarini, moja itakwenda Upuge. Nakushukuru sana Mama Josephine. Mama Mwagama, nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Afya. Ndugu yangu pia nakumbuka nilikuomba hii basi tuishia. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumshukuru sana Mama Samia
Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mwongozo wake kuhusu mifuko ya jamii ya hifadhi ya jamii, NSSF, PSSSF na WCF, lakini pia mfuko wa mamlaka ya afya na usalama mahali pa kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado mifuko, namalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipe dakika moja. Mifuko hii imefanya kazi kubwa sana. Sheria ya juzi tuliopitisha hapa, tumewapa wakurugenzi madaraka au mamlaka ya kuwalipa watu wa pension wanaodai pension malipo baada ya kungojea kwanza waajiri wapeleke hela. Na hili limekuwa ukombozi mkubwa kwa wana pension, na wote hawatakuwa na tena barabarani kwenye makorido za mashirika kuomba hela kwa sababu waajiri hawakupeleka hela kwenye mifuko. Sasa hili swala limeisha, na hizi ni kura za Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono. Asante.